Karibu tena msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa kina hapa Kenya One Term Note Movement, yani KWM. Leo tunaangazia makala moja hivi inaitwa Laana ya Uhuru. Je, Kenya imepiga hatua kweli? Imeandikwa na Village Action Online tarehe 14 Julai 2025. Na inauliza swali nzito kweli. Tangu 63 tumesonga mbele kweli kama tulivyotarajia? Swali muhimu sana. Na kazi yetu hapa ni kupekua, unajua, zile hoja zao za msingi. Wanadai kwamba labda badala ya maendeleo kwa wote, tumebadilisha tu watawala kutoka wakoloni wa nje kwenda kwa watawala wa ndani. Kwa hiyo wewe msikilizaji, unaposikiliza, jiulize, kuna ukweli gani hapa? Kenya kama taifa imepiga hatua. Sawa. Basi, hebu tuanze na msingi wenyewe wa hoja yao. Wanaangazia sana hii mada ya miundo mbinu. Wanatoa mifano kama zile barabara, reli za zamani, hasa maeneo kama Kati na Bonde la Ufa. Wanasema zinafifia. Hakuna plani kabambe ya kuzikarabati au kujenga mpya. Hii inatuonyesha nini kuhusu vipaumbele vyetu? Na hapo sasa ndipo wanapoleta ile dhana ambayo inaweza kuwa chungu kidogo kusikia, wakoloni weusi. Yaani wanachosema ni kwamba baada ya uhuru kuna kundi dogo tu la Wakenya wamechukua nafasi ya wale wakoloni, wanajitajirisha, huku wengi, unajua, wakiwa bado wanahangaika. Wanatumia hata takwimu, wanasema kama watu 7,200 hivi ndio wana utajiri mkubwa kati ya Wakenya milioni zaidi ya 55. Ni pengo kubwa hilo. Kubwa sana. Na tatizo lenyewe, kulingana na makala hii, linaonekana kama linajirudia kama mduara fulani. Wanazungumzia chaguzi. Kila baada ya miaka 5, ahadi kemkem zinatolewa. Lakini makala inaohoji hali halisi kwa mwananchi wa kawaida. Ukimwangalia mgonjwa wa hospitalini, mwanafunzi shuleni, upatikanaji wa maji, haibadiliki sana. Viongozi wanarudi tu madarakani. Hili, linaashiria nini kuhusu mfumo wetu wa kisiasa? Sasa tukijaribu kuunganisha hizi doti zote, miundombinu inayolegalega, pengo kubwa la kiuchumi, na huu mzunguko wa ahadi za uchaguzi zisizotimia, makala inasema hapa ndipo ilipo laana ya uhuru. Ni kama mfumo ambao unawanufaisha wale wachache walioshika hatamu, na taasisi muhimu kama bunge zinaonekana kama zinashindwa kuwawakilisha wananchi ipasavyo. Badala yake zinahudumia wanasiasa. Hapo ndipo swali la uwajibikaji linakuja kwa nguvu zote. Lakini, na hapa ndipo panapo sisimua sana. Makala haishii tu kwenye kulalamika, inapendekeza kitu. Na hiki kitu kinaweza kuwashangaza wengi kidogo. Wanasema suluhisho sio tu kusubiri uchaguzi ujao. Wanaita mapinduzi ya fikra. Sasa hii mapinduzi ya fikra wanaifafanua zaidi. Inamaanisha nini hasa kwa vitendo? Ndiyo, wanaifafanua vizuri tu. Msingi wake, kulingana na makala, ni mabadiliko ya mtazamo kwa raia wenyewe. Badala ya, unajua, kukaa kimya, kulalamika pembeni au kusubiri tu, wananchi wanahitaji kudai kwa pamoja, kwa nguvu, kudai haki zao za msingi na kudai uwajibikaji kutoka kwa viongozi wao. Si tu siku ya kura, hapana, kila siku. Makala inakukumbusha wewe msikilizaji, nguvu ya kweli ya kuleta mabadiliko iko mikononi mwako. Wewe ndiye unaweza kuvunja huu mzunguko kwa kusimama na kusema, tunataka barabara bora, tunataka elimu bora, tunataka afya bora. Kwa hiyo ujumbe mzito hapa kwa ufupi ni kwamba hatima ya nchi yetu haiko mikononi mwa wanasiasa tu, bali kwa kiasi kikubwa iko mikononi mwetu sisi wananchi. Na swali ambalo makala inatuachia sisi sote ni, utaifanyia nini hiyo nguvu ulionayo? Utaanzia wapi kudai hayo mabadiliko unayotaka kuyaona? Kweli kabisa. Na kama ungependa, unajua, kuungana na wengine wenye mawazo kama haya, au labda kushiriki maoni yako mwenyewe kuhusu jinsi ya kuleta mabadiliko kwenye eneo lako, unaweza kutembelea www.onetermnotam.com. Ni rahisi tu.
Fungua akaunti yako pale na anza kuchangia mawazo yako, mawazo ambayo yanaweza kusaidia kubadilisha kijiji chako, mji wako na hata taifa letu lote. Kwa hivyo, tukihitimisha mjadala huu wa leo, makala hii inatoa changamoto kubwa sana. Inapinga lile wazo kwamba uhuru pekee ulikuwa tiketi ya moja kwa moja kwenda kwenye maendeleo. Inasisitiza kwamba bila sisi wananchi kusimama imara na kudai uwajibikaji, yale maendeleo ya kweli kwa wote yatabaki kuwa ndoto tu. Na hiyo ndiyo hasa maana ya wito wao wa mapinduzi ya fikra. Naam. Na tunakuachia swali hili la mwisho la wewe kutafakari. Je, unakubaliana na hoja hii kuu ya makala kwamba mapinduzi ya fikra ndiyo njia ya kusonga mbele? Na labda muhimu zaidi, unaona jukumu lako wewe binafsi likiwa lipi katika huu mchakato mzima wa kudai uwajibikaji? Fikiria kuhusu hilo. Na kumbuka, unaweza kuendeleza huu mjadala. Unaweza kushiriki mawazo yako. Tembelea www.wantamnontam.com, fungua akaunti yako pale na uwe sehemu ya mabadiliko unayotaka kuona. Anza kushiriki mawazo yako leo. Asante sana kwa kusikiliza kipindi cha Kenya Wantam Nontam Movement. Tukutane tena wakati ujao.